Hii ni part 2 ya hiyo video ambayo nataka tuelewane wadada, especially wadada. Mabosi kuna vitu vichache ambavyo especially kwenye eneo la dhamana. Kuna mabosi ambao mnafika huko mnataka kujifanya nyie mkataba wetu mnauendesha mnavyotaka nyie. Unataka tena kutupangia wakati utaratibu wa mkataba upo wazi, na sisi ndio tuna uzoefu na hii kazi na hawa watu tuna uzoefu nao. Wewe unafika kule unampatia dhamana ambayo unatakiwa kutuma kituoni. Dada akiondoka ndio unaanza kuja juu, unaanza kurukaruka. Dada sasa anaondoka, inakuwaje? Umetuma dhamana? Hapana, sijatuma. Vipi? Nilimpa, alisema sijui ana shida sijui nini. Jamani, utaratibu wetu tumeshasema kwamba mshahara wa kwanza ni dhamana, yeye atalipwa mshahara wa pili mpaka mwisho, na akimaliza mkataba anarudi kituoni anachukua mshahara wake wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ya ulinzi wa mkataba. Sisi tunataka kusimamia maneno yetu tunayoahidi kwamba huduma hii unayolipia ni ya mwaka mzima. Ndani ya mwaka mzima sisi tutakuhudumia dada. Huyu tunayekupa asipofanya majukumu yake vizuri tutakubadilishia, au akiondoka utapata mwingine. Lakini lazima mshahara wa kwanza wa dada uweze kuja kituoni kwetu. Huo ni guarantee ya kushika mkataba. Hii ni kishika uchumba cha mkataba huu. Why? Kwa sababu wamekuwa na yani, hujui sasa nani anaongea la ukweli, nani kweli anafanya mwaka, nani afanyi mwaka. Na hii yote ni katika kuendelea kuwa train, kwa sababu hawa watu hatuna kiwanda cha kuwazalisha. Wamezalishwa huko huko, naongeaga sana kwenye video. Tabia zozote ambazo wadada wanakuja nazo kituoni kwetu, tunawatrain, tunawacoach kwa ajili ya kuwaonyesha namna nzuri ya kuweza kufanya kazi zao kwa weledi, maadili wanayotakiwa kuwa nayo kazini. Lakini sio wote watafuata. Mwingine atasikiliza, litaingilia huku, litatokea huku. Mwingine atakuja atakwambia mimi sikufundishwa. Lakini kuna mambo mengine hata hayahitaji mafundisho ya ndani ya kituo. Ni maadili ya mtu binafsi ambayo anapaswa kuwa amekuzwa nayo, amelelewa kwenye malezi na makuzi yake, anatakiwa anajua. Lakini kwa sababu ya kukimbia uwajibikaji, atakwambia dada Senta hawajanifundisha hivyo. Dada, kwa nini unavaa uchi? Kwa nini hauvai kiheshima huko nyumbani kwa watu? Wadada Senta hawajajifundisha. Haya, na mkataba mbona unasema usivae mavazi ambayo sio ya kiofisi? Usivae nguo zinakuexpose, zinakuacha wazi hapo huko kazini, hauko nyumbani kwako, wala hauko kwenye territory yako, uko ofisini. Hapo ni, kwa hiyo hicho kitu kimeandikwa kwenye mkataba, lakini anaweza kuambia wadada Senta hawajanifundisha. Haya, Mungu anavyokuumbua ni kwamba hadi kwenye mkataba imeandikwa. Maana kuna mafundisho mengine ambayo hatujaandika kwenye mkataba, lakini tunapokuwa kituoni tunafanya hizo coaching, tunafanya hizo training kwamba hiki kinatakiwa kifanyike, hiki hakifanyiki. Lakini kwa sababu ya malezi na makuzi ambayo mtu anayo, akishabanwa kwenye kona ya matabia yake yameonekana sasa hayafai, sio rafiki katika kazi, anaanza kusingizia sijafundishwa. Anyway, sisi sasa kwa kuona kwamba kuna hizo gap nyingi ambazo tumeziona kwenye sekta ya kazi za nyumbani, mradi wetu wa Wadada Center ukafanya hiyo innovation ya kufukia zile gap. Kama nilivyosema, gap kubwa, wadada kutoka kazini tu kienyeji, kutoka kienyeji. Yani hicho kitu kina mahusiano gani na wafanyakazi wa kazi za nyumbani? Mbona maofisi mengine watu wanatoa notice, watu wanaaga, anaacha kazi anaaga. Yani unataka kuniambia hilo lina mahusiano na wewe kutokusoma mpaka chuo kikuu? Kwamba na hicho kitu sio kwamba unaambiwa ukiwa kazini, sio kwamba siku unayoaga ndio unaambiwa utaratibu wa kuondoka kazini. Unaambiwa tangu unafika kwenye hichi kituo kwamba bwana, kwenye eneo la kuacha kazi, ili usilete distraction, usilete usumbufu kwa kituo, kwa sababu na sisi hapa kwanza tuna wateja wengi sana, lakini pili pia tuna mfumo wetu wa kuangalia dada ambaye anaendana na majukumu ya bosi. Kama ambavyo wewe dada ambaye umepita hapa unajua michakato yetu. Kwa hiyo unapoamka tu na kurupuka unataka kuondoka, hauoni kama unaleta usumbufu kwa bosi wako? Kwanza inabidi aanze tena ma stress ya kwanza kutafuta dada, ya kwanza kuacha kufocus kwenye biashara zake. Wakati si tumeweka muda ambao tunaamini huu muda unatosha dada kusubiri, wakati unaendelea na kazi. Sio unasubiri huku umeweka visirani, umenuna, unafanya vituko, ili mradi tu mwenye nyumba akirekwa akwambie uondoke. Huo ni ushetani. Mungu hawezi kukubariki.
Yani kwa sababu tu akili yako imeshaamua nataka kuondoka, uondoki kwa amani, uondoki, yani ufanyi majukumu yako tena vile, yani unaamua tu unasusa, unalala, ufanyi chochote, unaamka ufanyi kitu, unajua tu ataniambia niondoke. Huo ni ushetani, huwezi kubarikiwa. Kwa hiyo kuna hivyo ndio vitu ambavyo tunajaribu kuwafundisha kwamba kuna vitu unaweza ukawa unajizibia mwenyewe. Ndio maana nimewarudisha kwenye stori ya Yusufu ukasome. Of course sio story ya kutaka kuacha kazi, lakini story inayoonyesha kwamba Yusufu aliendelea kuwa mwaminifu mbele za Mungu. It means alifanya majukumu yake vizuri, tena inasema kabisa Potifa alimwamini kwa kila kitu kasoro mke wake. Yani alimilikisha kila kitu kwa maana ya usimamizi. Na ndio hiyo nawaambiaga wadada hapa, hakikisha bosi wako anakuamini. Wengine wanakuwa wepesi tu, mimi aniamini. Wewe unatengeneza mazingira gani ya bosi wako kukuamini? Lazima utengeneze mazingira ya kuamini. Umeenda sokoni, umerudisha 50, mwambie bosi, change imerudi hapa. Shilingi ngapi? 50. 50. Ni hela yako bosi, sio yangu. Tengeneza uaminifu. Unafua nguo, umekuta hela, mwambie bosi, kuna hizi hela nimezikuta kwenye nguo nilikuwa nafua. Tengeneza uaminifu. Nyumbani kwake akija muda wote asikute kuna mazingira yaeleweki, au anakutana na watu, au anaambiwa kuna vijana wanakuja hapo. Akienda kazini kuna vijana wameingia ndani kwake, halafu nataka tu akuamini. Kwa hiyo stori ya Yusufu nataka urudi tena kasome vizuri kwa kutulia. Hii ni stori wala sio wadada wa kazi tu. Najua mtu yoyote upo kwenye uko mahali popote ambapo umepewa kazi, kuwa mwaminifu. Juzi tu hapa tulikuwa tunahangaika na mwizi hapa ofisini kwetu. Mdada tumemwamini, anaongea na wateja wetu, anampa lipa namba zake binafsi, anajitumia miamala ya ofisi. Wizi, tamaa. Watu watakuamini vipi? Wewe unaaminiwa, alafu ile imani ya mabosi wako unaiabuse. Hicho kitu Mungu hawezi kukubariki. Sasa ona story ya Yusufu inasema Mungu akambariki Potifa kupitia Yusufu kwa sababu ya uaminifu ambao Yusufu alikuwa nao, na Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa nini na wewe usimwombe Mungu awe pamoja nawe popote unapokanyaga, chochote unachokishika? Mungu akibariki na abariki wale watu ambao uko nao. Why usifanye hivyo? Kwa sababu mwisho wa siku story ya Yusufu inakuja kutuonyesha namna gani Mungu alimuinua akafika kwenye mafanikio. Kila mtu ana ndoto. Unataka kufika mbali, wadada wote wakija hapa, mimi nataka mtaji, natafuta mtaji nikafanya biashara. Sawa, una ndoto, and that is very good. Ni kitu kizuri. Lakini unajua kwamba ili uweze kutimiza hiyo ndoto yako ya kuanzisha biashara, ya kupata mtaji, inabidi uwatendee watu wema, watu ambao unaenda kuwafanyia kazi, watu wanaokuzunguka, watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako. Unapokwenda kufanya kazi, ni Mungu anakuletea, anakukutanisha na huyo bosi wako. Unajua kwamba baraka zako zimefungwa pale, kwamba utakapomtendea wema, utakapoishi kwa uaminifu, utakapotenda kazi zako kwa mkono wa uaminifu, ndivyo ambavyo Mungu atakufungulia milango. Na I don't know kama hivi vitu hata unafundishwaga. Unajua lazima ujifunze, upate training. Kwa bahati mbaya sana tunaenda sana makanisani, lakini tunaishia kuambiwa tu kanyaga hiki, kunywa hiki, fanya hivi. Lakini kuna trainings ambazo tunapaswa kuzipata. Wewe mwenyewe unatakiwa utafute mafundisho, na ndio huo utofauti mkubwa sana. Sifanyi zile session na wadada pale kuwa train, kuwa coach kwa habari ya mafanikio yao, namna gani mnaweza mkatoka kwenye udada wa kazi za nyumbani mkafika kwenye CEO. Kwa kupitia maisha yangu mimi, kupitia yale niliyopitia, kupitia changamoto nilizopitia, kupitia njia nilizopitia. Sifanyi kwa bahati mbaya. Mungu amenipitisha ili niweze kuwasaidia, ili niweze kuwa train namna sahihi ya kuweza kupita kwa usalama, na nyie mkaja mkafanikiwa. Lakini ndio hivyo, mnarukaruka, mnaongea uongo, mnakuwa wadokozi, mnakuwa watu ambao hamsimami kwenye maneno yenu. Sana hizi video sana kabisa. Kwa mabosi nitaongea nao separate, lakini nimegusia kidogo ile habari ya dhamana nimeshampa dada, wakati utaratibu wa mkataba usemi hivyo. Utarudi, tutashindwa kukuhudumia, utatuchukia, utasema Wadada Center wale ni wahuni ni nini. Kumbe we ufuate utaratibu wetu. Hakuna cha uhuni, tumeweka utaratibu ili kila mtu aweze kufanya kazi smoothly. Kwa hiyo na wadada, hichi kitu ndio nawafundisha. Yaani nyinyi ndio mko mbali, lakini ni kwa sababu tu za ujinga, na ndio maana mimi nawafanyia coaching. Mtakapopata maarifa sahihi, mkifanya kwa usahihi sasa hivi, ndivyo mtakavyofungua baraka zenu huko katika ndoto zenu mlizo nazo za kwenda kufanya biashara mbalimbali mnazotaka kufanya.